hatuwezi kujenga taifa la hivi. Na nataka polisi watuambie, nilimsikia Kamanda Muliro anazungumza kwamba hajui kama Polepole alikuwa ndani ya nchi. Tunataka idara ya uhamiaji tuambie Polepole kwa mara ya mwisho pasipoti yake iligongwa anaenda nchi gani kama hakuwa ndani ya nchi. Hilo ni swali muhimu sana tunataka kujua. Na tunataka tujue walipomwandikia barua ya kumwachisha kazi, je, walimtumia gharama za kumrudisha ndani ya nchi? Kama hawakumtumia, basi Wizara ya Mambo ya Nchi za Nje inapaswa pia kutuambia yuko wapi. Hatuwezi kuwa kwenye nchi ambayo watu wanachukuliwa kama kuku. Na hili jambo nalizungumza kila siku, mlitilie uzito. Hakuna ajuae kesho yake ikoje. Na nimekumbusha kwamba Polepole miaka 6 iliyopita alikuwa katibu mwenezi chini ya Rais Magufuli, ambaye alikuwa akipita hata majani yanatikisika. Kwa unaweza kuelewa Polepole alikuwa na nguvu kiasi gani. Leo sisi Chadema tuko hapa tunapiga kelele arudi. Tunathamini uhai wa watu, lakini vile vile tunatumia kuambia wengine wanaoumiza watu tutawahoji wakati utakapofika. Sasa ndugu zangu, mmeona tumetoa kwenye statement watu 15 wametekwa ndani ya siku 9. Tuna serikali ya aina gani? This is a crisis. Rais yuko kwenye campaign, watu wanatekwa, watu wanapotea kwenye nchi yetu. Rais yuko kwenye anafanya campaign, aongoze nani? Kama sisi wote eventually tutatekwa, unajenga barabara, atembee nani kwenye hizo barabara? Hayo madawa utapelekea miti au binadamu? Unataka kuongoza nani? Utakuwa kiongozi wa barabara unazotangaza au umeme au maji? Hayo maji ni kwa ajili ya nani kama watu wanatekwa kama kuku? Uhai wa mtu ndio namba moja, vingine vyote vinafuata. Ukijenga barabara, ukijenga nyumba, ni kwa ajili ya binadamu asiwe na baridi. Gari ni kwa ajili ya binadamu imsaidie kusafiri. Umeme, everything kwa ajili ya binadamu. Kama hakuna binadamu, hakuna gari, haina maana. Sasa kama watu wanatekwa na watu wako kwenye kampeni wanatuambia watatuletea maji, sio watatuletea barabara, watatuletea tukiwa kaburini au huko wanako tutupa.